Tuendelee kuzungumza kuhusiana na uhamisho wa Nixon Kibabage ambaye ameweza kuzua gumzo. Watu pia wanauliza, huko inasemekana wakati mwingine wachezaji wanaenda kwa mikopo, lakini Singida hakuna statement ambayo inaonyesha kwa maana mchezaji huyu kaenda kwa ni bure. Ni bure. Ile ukiachana na hii hapa ya jana zote tu ambazo unazijiweza kutoka Singida kwenda Simba. Sio kutoka Singida kwenda Simba. Yaani mashabiki wa Simba wanahoji. Mbona wakati mwingine wachezaji wanatoka kwa mkopo kutoka Singida kwenda Young Africans? Na biashara wakati mwingine zinafanyika, mbona statement hazitoki kama ambavyo zinatoka kwa Singida kuelekea Simba? Hiyo ndo madhara ya umesikia Astara. Kuna kitu kimoja iko hivi, hiyo statement ya Singida wamesema viongozi wa Simba wameomba, wamefanyaje? Wameomba, ipo hapo. Wameomba mchezaji na wao wameamua kuwapa bure. Sasa kuna kanuni moja kwenye maisha anasema hivi, kuomba ni kudhalilika. Kwa hiyo basi, ili usidhalilike, yule aliyomuomba akupe. Sasa wao wamepewa na bado wanataka kwenda kompeni za kazi gani? Cha msingi na bila ambacho wanataka wajue kuhusu timu yao, ambacho wabidi wakifahamu. Wewe sasa. Na wafahamisha. Wewe sasa. Walijue kuhusu timu. Wewe wa Azam. Ndio nawafahamisha kuhusu timu yao, wajue kwamba hakuna Panjwani bosi. Hiyo ni ya kwako hiyo. Hiyo ya kwako. Hiyo ni ya kwako hiyo. Sasa hiyo watapata nayo tabu sana, na wasipoikubali hiyo watahangaika nayo. Yaani hawa watakuwa wanagusa kila sehemu kwa kuamini kwamba tatizo lipo huku, lakini kiuhalisia tatizo wanalo wenyewe ndani. Sasa mpaka mwenyekiti wao aliwahi kutoka na confirm kwa watu kwamba timu haina hela, na amesema yeye amethibitisha kwamba timu kweli ilikuwa inamtaka Okelo. Hajasema mwenyekiti? Amesema, lakini kwa maana processes zilikuwa zikiendelea. Hamna cha process kuendelea. Issue ni kwamba umetajiwa kiasi cha pesa, weka pesa. Sisi tulitajiwa viasi vya pesa kwa watu, tumeweka pesa. Jeff Tekitambala Bola ametajwa hela, watu wametia pesa yule pale Azam Complex. Ndio siri ya biashara ya mpira. Yaani ukijiona unataka kuanza kutia unyonge kwa kuanza kuomba watu, utazalilika kama hivi, na bado watazalilika kweli. Na Singida mimi wananiacha hoi, kila wakitoa bure kwa Simba wanasema, kila wakitoa wanasema wana mpango wao wa kando wao. Singida wana mpango. Yes, wana mpango wao wa kando. Upi ambao watu hawafahamu? Mpango wao wa kando ni kwamba unajua image ambayo iko sasa hivi ni kwamba, na ndio walisia ni kama vile kuna uhusiano fulani unasema kwamba Singida kuwa timu B. Hiyo ndio image ambayo timu B ya nani? Wewe timu B. Inahusishwa kuwa timu B ya timu fulani. Sasa ni namna gani wanaweza kujihalalisha na kuonekana kwamba wao sio timu B? Ni kwa style hiyo ambayo ndio inatumika sasa hivi. Kila akipewa huyu bwana lazima atangazwe, kila akipewa atatangazwa. Na mimi wanachonisikitisha, na natamani siku moja wale mashabiki ambao walijiorganize siku ile na kujifanya kwamba wao ndo mabingwa kutaka vitu vya bure, walikuwa nasema hata uwanjani hataki kuingia bure, wanabidi waite press conference na waseme kuanzia hivi sasa sisi ndio watu ambao tunaongoza kwa kupewa vitu vya bure. Mbona kama unaizungumza kwa hisia sana? Walisema waliongea maneno hayo? Hawa hawakusema? Walisema sasa sisi bure hatutaki. Mixer walimba hatutaki bure, hatutaki. Wakiona msemaji wao. Kwa hiyo sasa cha kufanya waitishe press waseme jamani sisi ndio mabingwa wa bure. Sasa hapo angejaribu kujua huyu anahisia kati hiyo timu anayeshabikia sio ya kwake. Sasa yeye sio Azam huyu. Yaani mtu ambia timu gani? Wewe kama umezungumza hapo ukasemeje? Mbona unazungumza kwa hisia sana? Kitu kinachotoka kwenye hisia ndio kitu chako. Okay. Wewe pale ameongea kama nani? Kama mshabiki wa timu gani? Hapo ameongea kama mshabiki wa timu anayejua yeye. Hii aliyoivalia hiyo. Hiyo aliyoivalia hiyo. Sio anayezungumzia. Okay. No, mbona ukasuka ukasemeje? Mbona unaongea kwa hisia sana? Amesikia. Maana ndio kitu kichenyewe kinajidhihirisha. Nisikilize Wastara, iko hivi. Yaani mimi kwanza nashukuru Mungu una page yangu Mwenezi _ FC. Mtu wote akienda kwa atanikuta mimi ndio ongeaji wangu ndio huo. Yaani mimi always ndio niko naongea hivi. Hususa kwenye issue ambayo inahusu fact. Pia napenda kuongea ukweli kila mtu aujue. Lakini pia ni mtu ambaye kwa sasa hivi kwa level ambayo nimefikia huwa siumizwi tena na maneno haya yake mtu kama mchungaji. Yaani kwamba anaongea vile yule sijui Simba, yule sijui Yanga, mimi vitu I don't care kwa sababu nathamini hiki kitu ambacho nakifeel kwenye moyo wangu. Yaani ni mimi peke yangu naongea ukweli kuhusu nafsi yangu. Wewe ukitaka kuitafuta timu yangu, itafute shauri yako. Timu yako tutajieni hapa. Wastara bwana, huyu mchungaji atakuwa anamsingizia kwa sababu huyu kalala kwenye mkarafuu kule na nilii Pemba. Kalala kwenye karafuu tumemfunga. Sasa ukisema sasa anaiongelea timu nyingine, ipi itaje Namungo?
Mtibwa kwa sababu hapa na Nsajigwa, pengine ungekuja hapa kuweka sawa kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea baina ya Simba dhidi ya kikosi cha Singida Black Stars. Katika image za club na hivi ambavyo vitu vinavyoendelea, inaleta taswira gani? Picha gani ambayo inajengeka hapa kwa wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia Singida Black Stars, ushirikiano wao uko kwa namna gani? Wakati nataka naenda kuongea, ningeomba mpito ni page ya Singida mniangalizie kama ile taarifa bado ipo au washaitoa. Okay, lakini watu tunayo ilitolewa, walitoa kwa maana piteni kwenye page, nataka tuthibitisha kama ana kitu. Na ilikuwa ni engagement kubwa zaidi ya watu 1000 wali comment katika page ya Singida. Bado ipo Sawa, nikija kwenye swali lako ambalo umeniuliza, kwanza ni kitu ambacho kwenye dunia ya mpira ni kigeni. Ujue kwenye uhamisho wa wachezaji wa Sara, inawezekana kuna vitu vingi sana ambavyo huwa vinatokea. Lakini sio kila kitu huwa kinaenda public. Na normally nikikuuliza swali jepesi tu, wewe tangu umeweza kufuatilia mpira kwa kusoma na kutazama, ushakuona timu gani ya mpira ya miguu ya level kubwa kwa maana ligi kuu inavyofanya uhamisho kwenda kumtoa mchezaji wake timu moja kwenda nyingine, wakaja na statement ya kwamba tumewapa pasina malipo. Kuona hicho kitu. Na nilihoji jana nikauliza kwa maana ni mimi tu kumbukumbu zangu hazipo sahihi ama ulimwenguni ishawahi kutokea, kwa maana apart from kwa maana mtu kumaliza mkataba wake na kuondoka ikiwa ni mchezaji huru, kuna timu gani ambayo iliwahi kumpatia mchezaji mtu ama timu nyingine kama zawadi, chukua huyu ni mchezaji nenda kamtumie? Jambo ambalo alipo. Na nilirejea mapitio kadhaa ya Singida Black Stars, hata wakati wanamtoa Jonathan Soa waliandika pia kwa msisitizo wakisema tumemtoa mchezaji wetu tegemezi kwa makubaliano maalum. Na wakati ule Jonathan alikuwa ni mchezaji ambaye anafunga sana. Nusu msimu amefunga mabao zaidi ya 10, mabao 13 katika kikosi cha Singida Black Stars. Wakati huu ndio tunaona hiyo statement pia ya kumtoa Kibabage bure. Wapi tunaelekea katika soka letu? Lakini pia mashirikiano baina ya timu hizi ama kwa sheria na kanuni za FIFA, hii inaruhusiwa? Ndio maana akasema ni jambo geni sana kwenye mpira wa miguu. Ukifuatilia mtu anaweza kaja na mifano labda ya timu ambazo zinashare umiliki. Anza kupaba mfano wa United na Nice kwamba baba kuna mmiliki ambaye wanashare. Hawa watu kuna namna ambavyo wanafanya hamisho za wachezaji kutoka timu moja na nyingine, lakini sio kuja kwenye kuja na taarifa rasmi kwenye page ya club wakisema tumewapa bila malipo. Hili jambo hajiye kutokea. Na kibaya zaidi, kama mmefikia kuwa na uhusiano wa kupeana wachezaji bure, hii ni ishara tosha kwamba nyinyi mnaweza kumkapanga matokeo. Kwa hiyo natamani mamlaka za soka ili jambo sasa kulikalia kimya. Jambo ambalo linachafua taswira ya mpira wa miguu kwenye taifa kama Tanzania ambalo hivi sasa tunatazama kwa jicho la tofauti. Sote wanaambia hapa, ukitaka utazame mataifa ambao soka linakuwa kwa kasi, achana wale ambao washaendelea, ambao wanakuwa kwa kasi, sisi tunaongoza. Sasa vikiambatana na vitendo kama hivi ambavyo vinaashiria mambo kama hayo, kidogo wewe inaleta tabu. Kwa hiyo Singida kwangu mimi naona wamekosea kwenye hili jambo. Na kibaya zaidi ni kwenye space ya miezi 6 tu hapa. Yaani msimu hujaisha, kosa lile maana kwanza itokea. Ili kosa linakuwa peke yake kwa Singida ama pia hata kwa wale ambao wamepewa mchezaji? Kwa sababu ukisoma statement ya Singida wanasema Simba imewaomba mchezaji. Yaani kwa nini watoke hapa kuomba mchezaji? Kwa sababu ofa ambazo huwa tunaziona ni kuomba mchezaji kwa mkopo ama kupeleka ofa ya kuhitaji kumnunua moja kwa moja. Na hata katika mkopo pia kuna makubaliano maalum. Kwa maana kwa mkopo tunahitaji kiasi fulani ambacho mnaweza mkakitoa tukawapatia kwa mkopo, au kulipa mshahara, au nyinyi Simba ama nyinyi Azam mtalipa mshahara wa huyu mchezaji ambaye anakuja kwenu kwa mkopo, ama sisi hata kama akiwa kwenu mshahara wa mchezaji huyu tutaendelea kumlipa, au tuna share kwa maana nusu tunatoa sisi, nusu mnatoa nyie. Ndio statement za mikopo huwa zinakuwa hivyo kwa biashara za wachezaji. Hii yani inakaje? Kwenye issue ya Simba siwezi kuzungumza sana kwa sababu hata jira la kwanza Simba waje kuja na taifa rasmi ya kulikataa hilo wala kulithibitisha. Kwa hiyo kuna wakati unaweza ukasema labda kwa nini wao wapo kimya, lakini hujui ni kitu gani ambacho kinaendelea nyuma ya kapeti. Kwa sababu matukio kama haya au vitu kama hivi huwa viji kwa bahati mbaya sana. Hali ya Singida kwenye taifa hili wote mnaijua. Kwa vitu vinakuwa na sababu zake. Lakini mimi natamani kuwazungumzia Singida kwa sababu wao ndio wamekuwa wakitoa hizi taarifa. Ni taarifa ambazo hazina afya kwenye soka la Tanzania. Na kama ni kweli anafanya hivyo,
ujue kwenye uhamisho wa wachezaji kama nilivyosema mwanzoni kuna vitu vingi. Inawezekana wao wasio wa kwanza kutoa mchezaji bure. Lakini the issue inakuja ni kwenye taarifa ambayo wanaitoa rasmi kwamba tumemtoa bila malipo. Tena wakijisifia kwamba wao si wanajali maslahi ya mchezaji, sio akacheza kafanya. Na wana mahusiano mazuri. Yaani ni vitu fulani hivi ambavyo ukifikiria inawezekana unataka sifa mbele za watu, uonekane wewe ni mtu wa misaada. Lakini vipi kuhusu walaji wa huo mchezo unaocheza? Kwa hiyo nawaza pia kwa upande wa pili. Mara kadhaa Singida Black Stars wamekuwa wakituhumiwa kwa maana wao ni tawi la Young Africans. Mara kadhaa, mara nyingi sana. Wakati mwingine pia ikazungumzwa ni timu B, na hata msimu jana pia watu waliwatuhumu kwa maana kupanga matokeo kutokana na rotation ambayo ilifanya katika mechi ligi kuu iliyochezwa Dar es Salaam KMC Complex. Pengine na wao wanasawazisha kwa maana msizungumze tu kwa sababu hawa ni Young Africans, bali zungumzeni tu kwa sababu Singida tuna utajiri wa wachezaji. Juzi nilikuwa na interview na Hussein Masanza akasema kama wanasema wametoka wachezaji kwenda Young Africans, zunguka katika ligi kuu ya kandanda Tanzania bara. Maybe unaiacha Azam. Timu gani nyingine ambaye haina mchezaji kutoka Singida Black Stars? Sasa kuna wakati watu wakiamini kama wewe ni mwizi, kubadilisha msimamo kama wewe sio mwizi, usitumie nguvu sana kuaminisha, ila matendo yako ndio yazungumze zaidi. Kwa hiyo kama Singida wana lengo hilo unalolisema wewe, basi katika ile zana kama wamefeli, kwa sababu ukisikiza mijadala mingi ya watu sio kama ndio imebadilisha mtazamo, bali ni kama imechochea zaidi. Hicho ambacho ninakisema yeye ndio mawazo ya watu wengi ambao wanayasema huko nyuma. Na mimi siamini kama wamefanya kwa ajili ya lengo hilo. Kama wana lengo hilo kweli, basi katika ile wanakuwa wamekosea. Na mimi nirudi pale. Mamlaka za soka za Tanzania wana kila sababu ya kuingilia hili jambo. Hawa watu kama ndani ya msimu, kwenye nusu msimu, wachezaji wawili wamepeana bila malipo, hawa wanaweza kupanga matokeo. Kweli kabisa. Sawa, huyo ni Sajigo Senior mteule akiweza kutolea ufafanuzi na kuzungumza kile ambacho kipo katika mwenendo wa sasa baina ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha Singida Black Stars. Kevo, kama umefurahi? Of course, nimemsikiliza hapa Sajigo anavyo flow, lakini yani kama kuna kitu bado yani kiko kwa Sajigo ndani. Yani Sajigo hajamaliza. Yeye bado yuko kwenye ile tune kwamba kutaka kutuaminisha kwamba Singida ni tawi la Yanga. Okay. Ni Yanga bila, lakini ni aibu kwa klabu ya Singida na Simba kukaa mezani zaidi ya mara moja kuuziana wachezaji bure. Mchezaji kama Nixon Clement Kibabage ni mchezaji mwenye level kubwa, mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania. Kama kulikuwa kuna mkataba basi wangemalizana kimya kimya, au wangemnunua basi hata kwa pesa ndogo, tujue basi Simba wamemthaminisha Kibabage sokoni. Leo hii Kibabage anaenda Simba, akifeli Simba, ikatokea scenario 1 2 3 akiwa ndani ya Simba, tayari ni mchezaji wa bure. Angalia Jonathan Soa, ni mchezaji mzuri, lakini kila linapotokea jambo baya wanaanza kukumbushia na tukio lake la kutoka Singida kuja Simba. Ni aibu kwa klabu ya Simba kukaa mezani na Singida kuuziana mchezaji bure. Yaani hicho kikao cha wao kukaa na kukubaliana, walikuwa wanakubaliana nini kama ni kitu cha bure? Aibu, aibu, aibu. Mimi labda kidogo niongezee kitu kimoja kidogo. Kuna hiyo swala Singida, kwa nini wao wanatoa matamko hayo? Okay. Ni kweli, kwanza naunga mkono kwamba haileti picha mzuri kwenye mpira, kwa maana kwamba haitafsiriki vizuri kuonekana amepeana mchezaji bure, na hii inaweza kapelekea hata kwenye kupanga matokeo. Ni kweli, lakini mimi ni watetee Singida kwa namna hii, kwa engo hii hapa. Singida ni taasisi ambayo ipo kisheria, na ni timu ambayo manake unajua mpira ni biashara, mpira ni biashara na ni uwekezaji. Na ni uwekezaji. Sasa kwa sababu mpira ni biashara na ni uwekezaji, Singida anakuja kuleta hayo matamko kwa sababu akija kuonekana Kibabage yupo ndani ya Simba na haijaonekana biashara yote ambayo kisheria inabidi ipite. Hakuna sheria ambayo inapita bila, hamna biashara ambayo itapita bila kuwepo na makato ya kodi na kila kitu. Kwa hiyo ili wao waweke sawa na wao wanatoa taarifa ambazo zinaeleweka kwenye mamlaka, lazima waambie yule mchezaji ameondoka bure, tumewapa mchezaji yule bure. Kwa hiyo hakuna makato ya aina yoyote hapa ambayo itabidi yafanyike. Kwa hiyo manake wale pia wanapotoa ile taarifa sio tu kuutaarifu umma wa Tanzania, ila pia wanataarifu na mamlaka, wajue kwamba yule mchezaji ni free boti, hatujapata hela Kitonga, watu wameseleleka. Kwani kwa Gamondi hajasema bure wamemtoa kwenda stadi? Kwa nini? Ninauliza swali moja. Ndio mchungaji. Unajua hawa wanajaribu kutengeneza tatizo lingine ambalo halipo. Kina nani hawa? Hawa vijana. Kevo Sambaba na Mwenezi. Hawa vijana wawili. Kwani kitu kipo bure kuna ubaya gani? Hakuna ubaya. Sasa tumepewa sawa bure na tumepewa bure. Sasa hao wanajaribu kutengeneza picha kwamba ukipewa bure unaona kama umejifedhesha. Bure haina ubaya.
Sika sawa na mtu umemwomba kitu akakupa. Sawa jamani, sawa jamani. Sawa tulieni. Bure haina ubaya.